Rubaba TV. Nembo au logo ni kitu muhimu sana kwenye biashara, kampuni au initiative au taasisi yoyote ile. Kwa sababu nembo ndio kitu ambacho kina represent kampuni mbali na jina. Hata usipoona jina au ukiona nembo tu unajua tayari hii ni kampuni gani. Kwa mfano leo kuna kampuni nyingi kubwa sana, kwa mfano Baresa, ukienda Wasafi, ukienda kampuni Clouds na vitu vingine. Ukiona nembo tu haina haja ya kuambiwa hii ni kampuni gani. Kwa hiyo kwa maana kwamba nembo ni representative muhimu sana kwenye kampuni. Kwa maana hiyo ni kwamba usajili wa nembo au logo ni kitu cha muhimu sana. Pamoja na kusajili jina, pamoja na kusajili kampuni kwa ujumla, lakini pia kusajili nembo au logo ni kitu muhimu sana, kwa sababu inakupa representative kwamba hii logo ni ya kwako na pengine hakuna mtu mwingine ambaye anaweza akaitumia. Lakini kama hujaisajili, basi mtu yote wakati wote anaweza akaitumia na una mamlaka ya kuweza kumshtaki au kuweza kumchukulia hatua, na mwisho siku ikapunguza uaminifu au ikaleta matatizo katika biashara yako. Sasa katika Rubaba TV leo nataka nikueleze hatua kwa hatua namna gani ambayo unaweza ukasajili logo au nembo yako kupitia BRELA, kwa sababu tunafahamu BRELA ndio ina mamlaka ya kuweza kusajili vitu kama logo, majina na kampuni. Kwa hiyo leo nataka nikupe hatua kwa hatua, twende pamoja ili uweze kujifunza. Lakini pia kama unahitaji usaidizi wa kuweza kusajiliwa logo, majina ya biashara, kampuni na mambo mengine kadha wa kadha, basi usisite kuweza kututafuta katika contact zetu hapo, na sisi tuko tayari kuweza kuhakikisha tunakusaidia kuweza kukamilisha ndoto zako. Kwanza ni lazima uingie kwenye akaunti yako ya BRELA, na kama hujafungua account inabidi ufungue. Sitaelezea namna ya kufungua account kwa sababu niishaelezea sana huko nyuma. Kwa hiyo leo tunaenda moja kwa moja. Kwa kitu cha kwanza ni lazima uwe na account BRELA kwa ajili ya kuweza kufanya maombi yako, kwa sababu huwezi ukayafanya nje ya account. Hiyo ni kitu cha kwanza. Sasa baada ya kufungua kwenye account yako, baada ya kuingia kwenye account yako, kama hapa ina load, utaenda kwenye new e-service. Ukisha ingia new service, au utaenda basi kwenye trademark and service marks. Ukifanya hivyo basi utaenda kwenye new application for registration of trade or service mark, na utaenda na proceed. Na baada ya kuproceed itakuja fomu ambayo utatakiwa kuijaza. Na katika hii fomu utajaza kama ilivyo. Kuna mark type, utasema kama ni service mark au ni trademark, sababu service mark ina maana inahusika na kutoa huduma, lakini trademark ina maana inahusika na kuuza bidhaa. Utaenda kwenye market sign ambayo utachagua kama ni both name and logo only au vyote, utachagua hapo. Utaandika name ya jina ambalo unataka kuandika, utaandika mark transaction kama kuna maelezo translation, kama kuna maelezo yote ya kuhusiana na hiyo nembo. Utakuja kwenye disclaimer, pia utajaza. Utaenda kwenye sales description, pia utajaza sales description. Pia utakuja utajaza kwenye color description. Nitakuonesha mwishoni kwenye form namna sisi ambavyo tumejaza. Na baada ya hapo utakuja kwenye ownership, ambapo ni lazima uweke ownership kwamba hii logo au nembo inamilikiwa na nani. Kwa hiyo pia utajaza taarifa zote ambazo zimekamilika. Utakuja kwenye representatives, lakini utakuja pia kwenye priorities. Kama kuna nchi nyingine ambayo unatamani uweke kama priorities, basi hapo utachagua. Lakini utakuja kwenye nice hapo ndio ni kipengele ambacho watu wengi wanaweza kawa kielewi. Ni kwamba nice ni unapokuwa unasajili logo, kila huduma au kila kitu kimepewa namba. Kuna 1 hadi 30 na kitu kama sikosei. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, unachagua nice kulingana na huduma ambayo unaitoa. Kwa hiyo kila namba inawakilisha nice fulani. Kwa mfano namba 31 inawakilisha masuala ya products za kilimo na ufugaji. Kwa kila
ina kipengele chake. Kwa hiyo utajaza kwa usahihi, utajaza class yako, utajaza na description. Na ukijaza nice class moja kwa moja inajiweka description. Kwa hiyo utajaza, na ukishamaliza hapa kujaza utachagua I would like to pay advertisement fee up front. Itabidi uchague unahitaji kulipa ile fee ya advertisement au hapana, kwa sababu unaposajili logo BRELA unatakiwa ulipie nusu. Ukishalipia nusu, BRELA wao wataiadvertise au wataitangaza kupitia magazeti yao, na baada ya muda fulani basi utaweza kuruhusiwa kuweza kumalizia hiyo nusu na kwa ajili ya sasa kumaliza usajili. Sasa ukishajaza hivi vyote, kisha umejaza, nitakuonesha jinsi fomu ambavyo inakuwa, na kisha umejaza basi unaweza ukaisign, na ukisha-sign basi unaweza ukaituma BRELA kwa ajili ya kuweza kusubiri matokeo au majibu ya kuhusiana na logo yako. Kwa mfano, ngoja ni kueleze sasa kwa mfano sisi tulivyojaza. Unaweza ukaona taarifa zote ziko hapa. Tumeweka kwenye mark type, tumeweka trademark, kwenye mark sign tumeweka boss name and logo, mark name tumeandika mark name, tumeandika CSS description, tumeandika CSS description. Kwenye color description tumeweza kudescribe rangi zilizotumika na nini ambavyo zimefanyika. Kwa mfano, the text armor is in green, the vertical lines above armor are in orange, the text food processing company is in gray. Kwa hiyo lazima uelezee kwamba logo yako ina rangi gani na gani. Na disclaimer tumeandika no claim is made to the exclusive right to use food processing company apart from the markers shown. Lakini pia taarifa za mmiliki tumejaza. Lakini pia kwenye upande wa nice class tumeweka nice 31 kwa sababu sisi tunashughulika na mambo ya processing ya food. Na kwenye upande wa nice description lazima udescribe nice yako inahusika na nini. Kwa mfano, ukiangalia sisi tunahusika na raw and plant processed agricultural and aquacultural and horticultural and forest products. Lakini pia kuna raw and processed grains and seeds, kuna fresh fruits and vegetables, kuna natural plants and flowers, kuna birds, seedlings and seeds from planting, live animals, kuna foodstuff and beverage for animals mart. Kwa hiyo lazima udescribe nice yako inahusiana na nini. Na baada ya hapo sasa itabidi ujaze jina lako pamoja na date. Utasign hapo, utaandika jina, utaweka signature na date. Lakini ukishafanya hivyo pia utaiattach pia ile document kule pamoja na logo yako kwa ajili ya kuwa processed na kwa ajili ya kuweza kuangaliwa kama logo yako inaweza kuwa processed zaidi au kipi ambacho kifanywe. Sasa ni hicho tu ambacho nitamani nikueleze kwa siku ya leo, kwa sababu kuna watu labda wafahamu kwamba logo inatakiwa isajiliwe, au pengine labda kama hujafanya hivyo basi unaweza ukafanya hivyo mapema ili usije logo yako ikaweza kutumika au ikaweza kuchukuliwa na mtu mwingine. Kama unahitaji usaidizi, ushauri au consultation yoyote, usisite kutafuta katika contact zetu, na sisi tuko tayari kwa ajili ya kuweza kusaidia na kuhakikisha tunafanya ndoto zako kuwa kweli. Mimi ni Mando Baba na hii ni Ubaba TV. Asante.